Miinga kwa ajili ya huduma ya mahali hapa. Kazi yako ni njema pamoja na mama. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu amewaleta hapa Kazamle. Kanzaule. Mungu amewaleta kwa kusudi maalumu. Kwa hiyo niseme niwatakie baraka za Bwana na hongereni sana kwa kazi yenu, ni njema. Mbarikiwe sana. Lakini pia Mungu awabariki washirika wa mahali hapa kwa kuendelea kutia moyo na kuja kumwabudu Mungu mahali hapa. Mungu wa mbinguni awabariki. Mchungaji umezungumza mjini ni wapi? Labda nizungumze ile kwa kifupi, hata kama sio somo uweze kunielewa. Mjini ni mahali popote ambapo Roho Mtakatifu anashuka na kupatikana. Ukiwa kwa mashambani pana Roho Mtakatifu, hapo ni mjini. Hapo pana kila mahitaji, maana mjini pana taa. Roho Mtakatifu ni taa. Mjini pana nguvu, na hapo penye nguvu ya Roho Mtakatifu ni mjini. Haleluya. Kwa mahali popote ambapo pana uwepo wa Mungu panabadilika. Unaweza kushangaa ukiwa kijijini unafurahia kama mjini kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Na ndio maana baraka za Bwana zimeahidiwa mjini na mashambani. Kwa hiyo kote kote Mungu wetu yupo. Niseme Mungu wa mbinguni akubariki sana mchungaji kwa kukubali kulibeba kusudi la Bwana mahali hapa. Ubarikiwe sana. Haleluya. Amina. Basi tunakwenda kwenye ibada ya kushiriki meza ya Bwana. Sema ibada ya kushiriki meza ya Bwana. Lakini kabla ya kwenda kushiriki ni vizuri ukapata neno. Pata neno la Mungu litakalo kuongoza katika ibada hiyo ya kushiriki meza ya Bwana. Na siku ya leo tutazungumza kwa habari ya agano la damu. Sema agano la damu. Sema tena agano la damu. Agano la damu ni nini? Agano la damu ni makubaliano ya kipekee kati ya watu wawili au zaidi. Agano la damu ni makubaliano ya kipekee kati ya watu wawili au zaidi yanayothibitishwa kwa kutumia damu. Ni makubaliano ya watu wawili au zaidi yanayothibitishwa kwa kutumia damu kama ishara ya uaminifu wa hali ya juu ya ahadi isiyovunjika. Ninarudia tena. Agano la damu ni makubaliano ya kipekee ya watu wawili au zaidi yanayothibitishwa kwa kutumia damu kama ishara ya uaminifu wa hali ya juu na ahadi isiyovunjika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kunakuwa na makubaliano kwenye agano la damu, panakuwa na makubaliano ya watu, na watu hao aidha wawili au zaidi watatumia damu, kwamba tunakubaliana kwa damu hii, tunakubaliana, tunaweka patano, nitakuwa mwaminifu kwako, utakuwa mwaminifu kwangu, na ahadi hii haitavunjika. Kunakuwa na damu ambayo inatumika kwa ajili ya jambo hilo. Bwana Yesu atusaidie kuelewa. Amen. Siku za zamani haya mambo yalifanyika sana. Siku za leo sio sana. Lakini palikuwa na wakati ambao mtu anaomba undugu na mwingine. Wanatokea tu wanapendana, wanakuwa na urafiki, lakini huyu ndugu yangu yeye amesema ni Mhehe. Lakini mimi ni Mnyiramba, natoka Singida. Huyu ndugu yangu ni wa Iringa huko. Lakini kwa vile ambavyo tumeelewana, tumepatana, tunakubaliana kwamba tufanye agano, mimi na wewe tunakuwa ndugu. Tunafanyaje? Watu wa zamani walivyokuwa wanafanya, anajichanja kidogo damu inatoka, na ndugu anajichanja kidogo damu inatoka, halafu anakusanya hii damu yote kwenye chombo kimoja, halafu huyu analamba kwamba sitakuweza kukusaliti, na ndugu anasema sitakusaliti, wewe ni ndugu yangu kuanzia leo. Analamba ile damu na huyu analamba hiyo damu. Bwana tusaidie sana.
linafanyika agano. Kwa hiyo unaweza ukashangaa huyu ni Mnyiramba na huyu ni Muhehe, lakini wanakuwa wamekubaliana kwamba kuanzia leo wewe ni ndugu yangu. Watu wanaweza kashangaa, mbona huyu tunamfahamu ni Muhehe na huyu ni Mnyiramba, undugu unatoka wapi? Agano linatufanya kuwa katika makubaliano. Agano linatufanya kuwa katika hali ya mapatano. Nasema agano la damu alilolifanya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo limetufanya tuwe ndugu sisi kwa sisi na Yesu Kristo. Haleluya. Agano la damu, na ndio maana leo nitamuita Pastor Muhinga ndugu yangu. Kinachotuunganisha sio damu hii ya mwili, ni agano la damu alilolifanya Bwana Yesu limetuunganisha sisi ni ndugu. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe ni ndugu yangu. Mwambie wewe ni ndugu yangu kwa agano la damu ya Yesu. Kwa agano la damu ya Yesu hakuna ukabila, hakuna utaifa, hakuna umri. Sisi wote ni ndugu, watoto wa baba mmoja. Tumeunganishwa kwa damu ya Yesu. Sema amen. Nasema tumeunganishwa kwa damu ya Yesu. Sema amen. Kwa hiyo damu ya Yesu imetuunganisha, imetupatanisha, imetufanya tuwe pamoja. Haleluya. Haleluya. Tutakwenda kuangalia jinsi ambavyo neno la Mungu linasema ikiwa mtu amekosea wakati wa agano la kale, ililazimu awe na njiwa, awe na kondoo, awe na mbuzi, ili damu ikamwagwe kwa ajili ya kufanya agano la upatanisho. Na lile agano lilikuwa ni la muda tu, na lile agano la wanyama lilikuwa ni la kufunika tu. Lakini agano la Yesu Kristo kujitoa pale msalabani linaondoa dhambi, linaondoa uhasama, linaondoa tabu. Agano la damu ya Yesu ni agano lililo bora. Nasema ni agano lililo bora. Ngoja nikwambie jambo hili. Agano lililofanya Yesu ni agano tofauti na lile la zamani. Agano la zamani palikuwa na kuhani anakwenda madhabahuni. Akienda madhabahuni anakuwa na mnyama aliyetoa yule mtu, na huyo mnyama aliyechinjwa, kuhani anabeba ile damu yake na kuipeleka madhabahuni. Kabla ya pazia la hekalu kupasuka, anaingia kwa chini, anapita akiwa amefungwa miguu yake, anakwenda anafanya kazi ya upatanishi kupitia ile damu iliyotolewa. Huyo kuhani anakuwa amebeba damu ya mnyama. Lakini kuhani wetu Yesu Kristo, yeye ni kuhani, lakini pia yeye ndiye dhabihu. Yeye ndiye mnyama anayetolewa. Haleluya. Na makuhani walifanya kazi hiyo, lakini huyu Yesu amekuja kuifanya zaidi. Niseme agano tunalofanya na Yesu ni bora. Kwa namna gani? Kwa sababu Yesu yeye ndiye kuhani, lakini pia ndiye mnyama aliyechinjwa. Haleluya. Ngoja nikwambie, ndio maana unapoambiwa njoo kanisani penye madhabahu inakamilishwa na vitu vitano. Sema inakamilishwa na vitu vitano. Jambo la kwanza ni Mungu wa madhabahu. Yaani madhabahu inahitaji vitu vitano ili iwe kamili. Jambo la kwanza ni Mungu wa madhabahu. Jambo la pili, lazima awepo kuhani wa madhabahu. Jambo la tatu, lazima iwepo sadaka inayotolewa kwenye madhabahu. Jambo la nne, nitarudia. Jambo la nne, lazima wawepo washiriki au waamini wa hiyo madhabahu. Jambo la tano, lazima kuwepo na utendaji au udhihirisho wa Mungu wa hiyo madhabahu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo madhabahu ya mahali hapa imekamilika kwa namna gani? Jambo la kwanza, yupo Mungu wa madhabahu hii, ndiye Jehova Nisi. Nasema ndiye Jehova Nisi. Na jambo la pili, yupo kuhani, ndiye mchungaji Muhinga.
Haleluya. Jambo la tatu, tunatoa sadaka. Jambo la nne, sisi ni waamini wa hapa. Jambo la tano, Bwana anajidhihirisha kwa nguvu na utendaji wake. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Sasa huyu Yesu yeye ni Mungu. Sema Yesu ni Mungu. Sema Yesu ni Mungu. Lakini huyu Yesu pia, ukiondoa kwamba ni Mungu, huyu Yesu yeye ndiye kuhani wa madhabahu. Sema kuhani wa madhabahu. Sema kuhani wa madhabahu. Lakini huyu Yesu ndiye sadaka inayotolewa kwenye hiyo madhabahu. Sema Yesu ni sadaka ya madhabahu. Lakini Yesu amewaleta watu wamwamini katika hiyo madhabahu. Anafanya matendo yanayodhihirisha uwepo wake. Yesu ni Mungu wetu. Nasema Yesu ni Mungu wetu. Haleluya. Kwa hiyo agano la damu alilolifanya Yesu Kristo kwa kufa pale msalabani linakamilisha kazi ya madhabahu kuwa na vitu hivyo vyote. Kwa sababu ya damu aliyoimwaga pale msalabani, tumepatanishwa na Mungu. Haleluya. Tumepatanishwa na Mungu. Na kwa namna hiyo tuna ujasiri ya kwamba tuko salama. Twende tukasome maandiko katika kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 13. Waebrania sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 13. Nikipata msomaji litakuwa ni jambo jema. La sikupata itanilazimu nisome. Karibu rafiki yangu. Biblia tusoma katika Waebrania sura 8 mstari wa 1 mpaka wa 8 mpaka wa 13. Biblia inasema, basi katika hayo tunayosema neno lililo kuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani, maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, watumikiao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia, ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri ilivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamliwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama lile la kwanza lingali kuwa halina upungufu, nafasi isingali tafutwa kwa lile la pili. Maana awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakuhudumu katika agano langu. Mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hili ndilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao
fundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa ukuu, lakini kitu kiazacho kuwa kikukuu na kuchakaa ki karibu na kutoweka. Amina. Mungu akubariki sana rafiki kwa ajili ya kusoma mahali hapo. Naomba niombe kwa ajili ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana anaenda kulisema kama ambavyo limesoma madhabahuni pako. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, naomba ukamfungue kila mmoja sawa sawa na ahadi yako. Bwana, maneno yako yana nguvu kuliko upanga ukatao kuwili. Bwana, ukatutengeneze na kutuimarisha kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ninaomba nikiamini, wote tuseme amen. Wote tuseme amen. Mahali hapa ambapo tumesoma, tunamuona Bwana Yesu akihusika na kuitwa kama kuhani. Kwa hiyo katika agano la damu tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo ametuletea nafasi ya kumtambua kama kuhani mkuu wa agano jipya. Kwa hiyo katika agano la damu tunamtambua Yesu kama kuhani mkuu wa agano jipya. Sema, Yesu ni kuhani mkuu wa agano jipya. Kuna agano jipya ambalo limefanyika kwa damu yake aliyoimwaga pale msalabani, na yeye ndiye kuhani. Ni kuhani aliyeketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, ni mhudumu wa patakatifu. Nasema Yesu Kristo ndiye kuhani wetu. Kama unanielewa sema amen. Lakini huyu Yesu Kristo katika agano la damu, yeye ni mjumbe wa agano lililo bora. Mjumbe maana yake mshiriki. Nilikwambia madhabahu inakamilishwa na mambo yale matano. Ukisoma kwenye Waebrania hapo anaitwa mjumbe. Kwa hiyo Yesu ni mjumbe wa agano lililo bora. Ametuletea ujumbe wa agano lililo bora. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mjumbe huyu ametuletea habari. Mjumbe huyu ametuletea kusudi ya kwamba ni kwa nini alimwaga damu yake. Na ndio maana injili inapohubiriwa, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa mwanadamu. Injili inaponya, injili inaokoa. Ni habari za mjumbe wa agano jipya, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele vingi vya shangwe. Kwa hiyo ni kuhani, lakini pia ni mjumbe wa agano lililo bora. Huyu Yesu ni mjumbe wa agano lililo bora. Huyu Yesu ni kuhani, lakini ni mjumbe. Na jambo la tatu, yeye ni sadaka. Ni sadaka ambayo inatusogeza kwa Mungu, au ni damu ambayo inatusogeza kwa Mungu. Yesu amekuwa ni ukombozi wetu kwa sababu damu yake inatusogeza kwa Mungu. Damu ya Yesu imetukomboa. Nasema damu ya Yesu imetukomboa. Kwa hiyo ni kuhani, lakini pia huyu Yesu ni mjumbe, halafu damu yake inatuleta kwa Mungu. Haya ni mambo matatu ya muhimu sana. Sasa ni vizuri uweze kufahamu kama damu yake inatuleta kwa Mungu ni kwa jinsi gani. Kazi ya damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu. Tutakwenda kujifunza kazi ya damu ya Yesu. Kama agano ni patano, sasa hili patano, hii damu iliyotolewa, kazi yake ni nini? Ili uweze kujua, fuatana nami utaweza kuelewa kazi ya damu ya Yesu katika maisha ya muamini. Jambo la kwanza, damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo agano la damu lililofanyika ni kwa ajili ya kuondoa dhambi zote zilizokuwa zinamsonga mwanadamu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Nasema tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Unaweza ukaandika waraka wa kwanza wa Yohana
sura ya kwanza mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 7. Hatutasoma, lakini naomba uandike, utasoma kwa wakati wako. Hili ondoleo la dhambi, maana yake tunasamehewa dhambi zote sisi kama waamini. Kwa hiyo tunasamehewa ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatusababisha yale wanayopigwa wa Misri, sisi hatupigwi, kwa sababu tumepaka damu ya Yesu katika mioyo yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kuna watu hawafahamu, lakini agano la damu alilolifanya Yesu pale msalabani ni kwa ajili ya kuondoa uhasama uliokuwepo kati ya mwanadamu na Mungu. Na ndio maana yule mwizi pale msalabani anapata neema na kibali cha kuondolewa dhambi zake. Amesulubiwa kama mwizi, lakini Yesu anamwambia, amini, utakuwa pamoja nami leo peponi. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu iliyomwagika imeondoa dhambi za yule mwizi. Sio mwizi tena amepata nafasi ya kuingia mbinguni. Ukiikubali damu ya Yesu, inaondoa dhambi zote, inaondoa uovu wote. Haleluya. Lakini jambo la pili, kazi ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu sio tu inaondoa dhambi, damu ya Yesu inaleta ukombozi kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Inaleta ukombozi wa kututoa kwenye utumwa wa dhambi. Unajua, kuna watu hawafahamu umuhimu wa damu ya Yesu, na ndio maana wengine wanaichezea, na ndio maana wengine wanaitumia visivyo. Lakini damu ya Yesu ni kwa ajili ya kutuletea ukombozi kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Sio tu inaondoa dhambi, lakini damu ya Yesu inatuondoa kutoka kwenye huo utumwa. Haleluya. Maana ukombozi ni kuhamishwa. Kwa hiyo damu ya Yesu imetupa uhamisho kutoka dhambini kwenda kwenye uweza wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma Waefeso sura ile ya kwanza mstari wa 7 utaona jambo hilo. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7 utaona jambo hilo. Kwa hiyo tumepata ukombozi, tumehamishwa kutoka kwenye kila aina ya matatizo. Ni damu ya Yesu ndio iliyotuhamisha. Wana wa Israeli walihamishwa kutoka utumwani kwa damu ya mwanambuzi. Walipopaka wakapigwa, basi wana wa Israeli wakaweza kutoka. Nataka nikwambie, damu ya Yesu imetusaidia. Tumetoka Misri, tunaenda nchi ya ahadi, ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Nasema ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Mwamini, umekombolewa, umekombolewa kutoka kwenye nguvu za giza kwa sababu ya damu ya Yesu. Tulikuwa ni watu ambao tunamilikiwa na uchawi, tunamilikiwa na mapepo na majini, tunamilikiwa na tabia chafu, lakini tumekombolewa. Sema tumekombolewa. Sema tumekombolewa. Kilichotukomboa ni damu ya Yesu. Ukimwangalia mtu mmoja, jina lake anaitwa Paulo. Mtume Paulo, kabla ya kuitwa Paulo, alikuwa anaitwa Sauli wa mji wa Tarso. Huyu Paulo hapo mwanzo akiwa Sauli alikuwa na chuki, alikuwa na kiburi cha kidini, lakini damu ya Yesu ikamhamisha huko, ikamgeuza, ikamfanya kuwa mtumishi wake. Damu ya Yesu imekutoa kwenye tabia za kwanza, imekuleta kwenye nafasi njema ya kumtumikia Bwana. Nasema ya kumtumikia Bwana. Yule aliyesemwa na Yesu Kristo kwamba Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Bwana anamtumia kwa kazi yake mahali mahali, ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Haleluya. Bwana anakutumia wewe ni kwa sababu ya damu. Amekuhamisha kutoka kule ulipokuwa unatumikishwa. Jambo la tatu, kazi ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu imetupa upatanisho na Mungu. Palikuwa na uhasama kati ya mwanadamu na Mungu, na ndio maana mwanadamu jinsi ya kumsogelea Mungu ilikuwa ni kazi. Lakini kwa kifo cha Yesu na kumwaga damu yake pale msalabani, ule ukuta umeondolewa. Tumekombolewa.
tuko salama. Upatanisho umetokea tena. Ukuta uliokuwepo umeondolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 utaona kazi ya damu ya Yesu imetupatanisha. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13, ule ukuta wenye uadui Mungu ameuondoa. Na ndio maana Yesu alipokufa pale msalabani, ile damu yake ilipomwagika, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Ni ishara ya kwamba uhasama umeondoka. Upatanisho wa mwanadamu kumsogelea Bwana umepatikana kwa damu ya Yesu. Haleluya. Jambo la nne, kazi ya damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu. Jambo la tatu nimekwambia ni upatanisho na Mungu. Jambo la nne ni kuingia mahali patakatifu. Yaani damu ya Yesu inatuwezesha kuingia mahali patakatifu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19. Damu ya Yesu inatuwezesha kuingia mahali patakatifu. Muamini anapata nafasi ya kuingia kwenye uwepo wa Mungu ambao ilikuwa ni ngumu kuingia. Ni kwa sababu ya damu ya Yesu tumepata nafasi ya kuweza kumsogelea Mungu mtakatifu. Ni damu ya Yesu ndiyo inayofanya mambo hayo. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana litukuzwe. Jambo la 5, kazi